Siku hizi kuna ushirikina wa kisasa. Mnaposikia Freemason, Illuminati, vyama vya siri vya kishetani, ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Isipokuwa sasa wanaoenda huko kwenye Illuminati, Freemason na vyama vingine vya siri ni wale ambao ni wafanyabiashara wakubwa kwenye jamii, wanasiasa wakubwa kwenye taifa, wafanyakazi na viongozi mbalimbali. Wanaenda wanapaki magari yao, wanafanya ushirikina wao, wanamaliza. Shetani ameenda kwa mazingira hayo, au misingi ya vizazi walivyotoka inaendelea kuwatawala. Na kumbuka, wanapoenda huko wanatoa kafara au wanatoa sadaka. Wanaitoa wapi? Kwa madhabahu ya Shetani. Na hawa waliokutangulia kwenye kizazi kilichopita walikuwa wanatoa sadaka wapi? Walikuwa wanatoa sadaka kwa madhabahu za giza. Kwa hiyo madhabahu ile ile, isipokuwa inaji-update. Na ndio maana kila baada ya kizazi kuna mazingira fulani yanatengenezeka kutokana na uelewa na nyakati na mazingira ya hicho kizazi. Tunaenda huko mbele ambako sasa hivi hatutakuwa na watu wengi wanaoenda kwa waganga wa kienyeji, lakini tutakuwa na namna nyingine ya watu kutoa kafara na matambiko. Shetani ni yule yule, isipokuwa anabadilisha mbinu kulingana na mazingira na wakati. Ndio maana ukienda Ulaya sasa, ukiwaambia juu ya mambo ya ushirikina watakucheka. Lakini Ulaya hiyo hiyo ambayo watu wamesoma na hawaendi kwa waganga wa kienyeji, Ulaya hiyo hiyo Shetani ameingia kwao kwa njia ya maadili. Ndio maana sasa wanakwambia mwanamke kwa mwanamke wanaruhusiwa kuoana, mwanaume kwa mwanaume wanaruhusiwa kuoana, mwanamke anaruhusiwa kubadili jinsia kutoka kwa mwanamke kwenda kwa mwanaume, mwanaume anaruhusiwa kubadili jinsia kutoka kwa mwanaume kwenda kuwa mwanamke. Ni nani anafanya hayo mazingira? Shetani yule yule, isipokuwa amebadilisha mazingira kulingana na uelewa wa kizazi, utajiri wa kizazi, elimu ya kizazi na ufahamu wa kizazi husika. Lakini mbinu zake ni zile zile na lengo lake ni lile lile, kukipoteza kizazi. Misingi ya waliopita au maisha ya waliopita yanavyoishi ndani ya maisha ya waliopo.